Star TV. Leo niko hapa katika kijiji cha Kanga, kata ya Ipinda, wilaya Kyela, mkoa wa Mbeya, mahala ambako leo ndio ilikuwa siku ya mwisho mtumishi wa Mungu mchungaji Hezron Jonas Mwateba, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1940 mwezi wa 4 tarehe 10 na amepoteza maisha mnamo tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2025, akiwa amezungukwa na watu kadhaa wakiwemo mchungaji Mwakipalili na wengine ambao walikuwa wanamfanyia maombi. Sasa bahati nzuri leo nimekutana na mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa gumzo sana mtandaoni na sehemu zingine, kwa sababu sijajua alichokuja hapa kwa sababu ya msimamo ya mtumishi aliyefariki dunia sielewi. Mali moja watumishi ambao pia wana misimamo sana. Niko na mtumishi wa Mungu Mbarikiwa Mwakipesile. Kwanza nimefurahi kukuona, na kwa mara ya kwanza nimeona ni mtu ambao sio vile ambao tunakuchukulia kwamba uko serious sana unatufanyaga mtandaoni. Kumbe uko charming kabisa, anaongea na kila mtu. Msimwogope Mwakipesile. Msimwogope kabisa. Vile ambao tunakuchukulia ni tofauti. Kwanza umejitengenezea image gani ambayo wewe ukipita kwa watu, yale ambayo unawashambulia watumishi wa Mungu kwanza wakubwa imekuathiri kiasi gani kwenye huduma yako? Tuanze hapo kabla tujaja huko. Kiukweli mhubiri yoyote aliyebeba moyo kama nilio nao yalimkuta ya kumkuta, pengine hata makubwa kuliko yaliyonikuta. Yesu alipokuja akawa na attack wakuwa makuhani, mafarisayo na unafiki wao na uporaji wao na dhuluma yao. Akina Yohana, akina Elia walikuwa na attack wafalme, akina Yeremia na attack wafalme na manabii na makuhani wanaofanya dhuluma, utapeli, ulagai. Kimsingi walicheza na gereza. Kimsingi wengi wao waliuawa kwa kukatwa vichwa. Kwa hiyo mimi mwenyewe kwa kufanya kazi ya matengenezo, masahihisho, katika Isaya 40 anasema nyosheni mapito ya Bwana, itengenezeni njia ya Bwana jangwani. Nyosheni manake popote palipopotoshwa, popote panapofanywa isivyo, wewe sema yenyewe ni hiyo sio. Sasa kazi hiyo kila aliyewahi kuifanya ilimgharimu maisha yake na hata uhai wake. Kwa hiyo imenigharimu sio kidogo, na bado inanigharimu. Na tulijua ukiondoka kule ndani utaacha. Siwezi kuacha kwa sababu sijawa wa kwanza. Akina Yeremia walipofungwa magerezani, walipotolewa tu bado walirudi, walianzia pale pale. Akina Paulo walifungwa magerezani, kosa ni akina Petro, kosa ni laina hii tu. Akina Petro walikuwa naongea kinyume cha desturi, kinyume cha sheria za nchi fulani, vikundi fulani. Mwisho wa siku wakasema hawa wanahubiri kinyume cha desturi zetu. Wakakamata, akatiwa gerezani, lakini walipotoka walianzia pale walipoishia. Kwa kuwa siibi, siui mtu, ninajaribu kuionyesha jamii uko tunakokwenda ni shimo, inielewe isinielewe, kwa sababu abiria ukiwa ndani ya basi linakimbia sana kwenye kona kali za Kitonga, za Yovi, za Sekenke, inakimbia speed 140. Abiria unaweza kupiga kelele kwamba dereva punguza mwendo. Kuna wakati mwingine abiria wengine wanaweza kuona kwamba wakuja mshamba, lakini ile gari ikimwagika watakuona wewe ulikuwa na akili. Nchi ni yetu, hii dunia ni yetu. Watu wengine wanapoiharibu kwa ulagai, kwa uporaji, kwa uongo, tusipoitengeneza sisi, inapoanguka na mimi nitakuwemo. Afadhali hata inapoanguka mimi nije niseme ila mimi nilisema mwendo huu sio wenyewe. Kwa hiyo inanigharimu, imenikosti na inawezekana itanikosti kuliko hivyo, kwa sababu hata hivi ninavyosafiri mimi kuna watu wanasubiri simu wakati wote kimemkuta nini barabarani. Lakini mashaka hayafanyi tuache kufanya kile ambacho tungetakiwa kukifanya. Hivyo imenigharimu na nadhani itaendelea kunigharimu, na inawezekana nisiwe na siku nyingi kivile, lakini jua jambo moja tu, nitakuwa na sauti kubwa kuliko hii niliyowahi kuwa nayo, ya kuwa kizuizi cha utapeli, ulagai, dhuluma, utekaji, mauaji, levi, uzinzi na namna yoyote mbaya, yani tendo usilopenda kutendewa ukimtendea mwingine. Okay, kwa watu tarajie moto uliowasha mara ya kwanza utawasha mara elfu kwa sasa.
Yani wajua tu inawezekana nikatumia lugha ambayo wengine wakasema sasa tunakuelewa, sasa utukani watu. Mimi sijawahi tukana, sijawahi na lengo la kutukana. Kwa hiyo ninachosema tu ni kwamba namuomba Mungu kama kuna upako wa kuyavuvia maneno yangu, kama kuna hisia, kama kuna sura, kuna tafakari, wajua tu mimi maisha nitakayoishi yatakuwa ni maisha, pengine nitumie tu lugha hii kwamba yatakuwa maisha gumzo karibu kila wakati. Yatakuwa gumzo kila wakati, kwa sababu sishambuli tu ili ipite, ama sikemei tu ili ipite. Na kemea ili ifike mara wanaofanya machafu hayo ikiwezekana wapatwe na jambo baya, ili watu wengine wote waje wafike mara wasema ise, huyu mtu kumba akiongea tunatakiwa kuogopa. Ona yule aliyekuwa anamkemea, ona sasa kilichompata. Ama sivyo yule mtu ageuke, sababu Biblia inasema kwamba dhambi zenu zitapokuwa nyekundu ni zitakuwa nyeupe kama theluji, zitapokuwa nyekundu kama bendera. Kwa hiyo pia sisemi tu ili watu wakute mabaya, nasema ili wageuke. Wapo ambao walinichukia kwa sababu ya kusema uovu wao, lakini leo hii kwenye maeneo mengi nikitokea wananiona kama shujaa, wananipenda na wananishukuru. Wengine wanasema kwamba yani kwa yale uliotukemea wakati ule yametufanya tuwe hivi. Watu wanajiuliza pale ambapo wanapo mtumishi wa Mungu anapata shida ya kupasa kuwaombea badala ya kuwasema hadharani. Umeelewa? Biblia inasema kwamba mwonyapo mtu mara ya kwanza uchukue mwe wawili, ikishindikana basi unachukua watu wengi. Kwani unashindwa kumtafuta privately mmoja baada mwingine, unamfuata ofisini na Mungu ameniambia kile kitu, unakuja hadharani kuongea moja kwa moja badala ya kumfuata kile anachokifanya kinaleta makwazo katika jamii? Kwani utumie hiyo nafasi? Swali lako lina majibu mengi. Swali ni moja na majibu mengi. Nataka kwanza nikujibu kwa kupiga swali. Aliyesema hivyo ni Yesu. Kwamba ndugu yako akikukosa muonye mara ya kwanza peke yako, mara ya pili chukua ndugu yako, mara ya tatu kanisa, ndipo mfanye kuwa wa mataifa. Nataka nikuulize, Yesu wanafunzi wake walipokosea au alipoona watu wanatoa sadaka isivyopasa, naona watu wanakosea, kuna watu waliwahi kuita pembeni? Hapana. Petro alipokosea alimuita pembeni? Alimuonya pale pale. Yohana alipokosea alimuita pembeni? Hapana. Paulo Petro alipokosea alimuita pembeni? Hapana. Iskanda alipokosea, Marko alipokosea, Paulo alimuita pembeni? Hapana. Nataka ufahamu daraja la kumuita mtu pembeni. Ninaongelea wale wanafunzi, yani waamini wapya, waamini ambao ni wachanga, ambao atakapokuwa naonya hilo jambo public hatatumia namna inayoponya jamii. Huyo ndiye ambaye anatakiwa, yani waumini wale ambao ni wapya kwa namna moja nyingine. Otherwise hilo sio agizo kwa mchungaji au mtu ambaye amepevuka kakua katika Mungu. Ndio maana auoni mtumishi wa Mungu, kwa sababu tukisema Danieli alienda kumuonya Nebukadneza kwa siri, ukasema sui Mikaya alienda kumuonya au Elia, kwa nini alijulikana kama ilikuwa kwa siri? Nani aliyatoa? Kwa hiyo ni kwamba jibu lako moja ni hilo. Jibu la pili ni hili, ni kwamba makosa mengi tunayoyaonya hadharani, wakoseaji wanakuwa wameyaposti hadharani, yanakuwa hayajamuathiri yeye tu, yameshaiathiri jamii. Najua mambo yako hivyo, kwa hiyo yule tunamweka kama habari picha, ili jamii tuweze kuionyesha kwamba hili jambo mlilosikia hili sio sawa, lenyewe ni hili. Jibu la tatu ni hili, ni kwamba Biblia hii tunasoma ni visa. Tunasoma ni visa. Biblia tunasoma ni maisha ya watu waliokosea, wana ndugu kule Israeli hao watu, lakini tunasema makosa yao, walikuwa wasaliti, walikuwa wezi, walikuwa waongo, wapenda hela, akina Yuda. Tunasema yale makosa yao na tunachukua vipande vidogo kwenye Biblia tunatumia kufundishia watu. Kwa nini sisi maisha yetu, makosa yetu na mema yetu yaliyo hadharani tusiyatumie kufundishia wengine wasifanye hivyo kama ni baya, au wafanye hivyo kama ni nzuri? Kwa hiyo jibu ni kwamba huwa tunaonya hadharani ili watu wajifunze wengine kwamba sio sawa, kwa sababu jambo husika mara nyingi yanakuwa yameshaonekana hadharani, makosa yale, mabaya yale. Lakini jambo la pili
Huo ndio upendo. Kibiblia inasema mkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa maneno ya ulimi wake. Jambo la tatu lipo, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Dhambi hiyo ikifichwa, wengine watafanya kwa sababu walishaijua kwamba ni jambo jema. Kwa hiyo ukisema public, watu wengi wanajifunza kwamba yule alikemewa na mimi nikifanya nitakemewa. Kwa hiyo jamii inaweza ikawa safi zaidi. Kwa hiyo ushawahi kuanza siku moja kuwaombea? Hilo neno kuombea, nataka ufahamu ni falsafa iliyoletwa na vyuo vya Biblia. Hapo ndo ninapoingilia kuvichallenge vyuo vya Biblia. Yesu sisi tulipokosea, sio kwamba yeye ndo angetuombea vizuri kule mbinguni, alikuwa karibu na Baba. Kwa nini alikuja kutuambia makosa yetu? Lakini aliwaambia naondoka, kazi atakayokamilisha ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alisema atatoa katika yaliyo yangu. Mimi nilivyofanya ndivyo Roho Mtakatifu atakavyofanya. Ataendeleza. Yani mimi kama nilionya watu, nilikemea watu juu ya unafiki wao, juu ya wizi wao, lomba yao, uaji wao, na Roho Mtakatifu atakayeingia ndani ya watu atakemea watu, atamfanya mhubiri huyo akemee watu, aseme kama nilivyosema mimi. Kwa hiyo kuombea kwa sehemu kubwa, kama Biblia imesema katika Isaya 58 mstari wa kwanza, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu makosa yao na Yakobo dhambi yake. Biblia inataka tuseme makosa. Yesu ndiye angesikiwa vizuri kama maombi tu yanaokoa watu. Yesu angekaa kule tu mbinguni aseme Baba waokoe wenye dhambi. Lakini kwa sehemu kubwa dhambi ni kumwambia mtu hilo unalofanya ni baya. Je, wewe unaweza ukapenda kutendewa hivyo? Kwa hiyo my brother, ombea unavyoombea huyo mlevi, huyo muuaji, huyo mtekaji, huyo anayefanya vibaya, ataendelea kuwa. Lakini ukimkemea, atajua nimebainika, ataanza kuogopa kufanya hicho kitu. Biblia inaakili kuliko busara, kuliko hekima. Maombi yanapotakiwa ni yanatakiwa yamwezeshe anayekemea, kemee yaeleweke. Anayekemewa, anapokemewa, unisikilize vizuri, maombi kazi yake sio kumbadili yule mtu, ni anayekemea, anavyokemea kuwe na neema ya Mungu, na anayekemewa au anayeonywa au anayefundishwa iweko neema ya Mungu ya kumfanya aelewe. Wala sio maombi yanayomgeuza mtu. Hapana. Ndio maana hata kanisa nasema tuombee neno. Tunaombea neno, anasimama mhubiri kwanza kunyosha mapito. Kwa hiyo tukio kujiombea. Tunaombea ili ufahamu wetu uwe active kupokea maonyo, mafundisho na maelekezo. Na anayetoa maonyo, mafundisho na maelekezo, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma, yes. Ombeni ili mjue njia. Ili nanyi mtapata. Mtapata ndio. Mtapata, lakini ukumbuke upati bila kuwajibika. Ukumbuke asiyefanya kazi na asile. Sio ombeni ukiomba Mungu nipe gari kama ile la mchungaji Mbarikiwa linakuja. Kuna mahala utahenya, umeomba gari lakini kuna kazi natakiwa ufanye upate gari. Kwa hiyo maombi yale kazi yake sio yalete ili gari kutoka Ulaya. Maombi kazi yake yatengeneze ufahamu, ama yawafanye watu wajue Mbarikiwa kabeba nini. Waseme hebu ngoja tubebe ile kazi pamoja na yeye. Lakini si swala tu Mungu ashushe gari sui hela toka mbinguni, hapana. Maombi kazi yake ni kurainisha ufahamu ili ujue cha kufanya, ujue namna ya kufanya, ujue pa kufanya. Na kama mtu anaonya, ajue jinsi ya kuonya, au wakati wa kuonya maonyo yake yawe na neema, yawe na mafuta. Kwa hiyo maombi sio yanayogeuza mtu, maombi sio yanayoleta vitu. Maombi hurahisisha mtu kuelewa maonyo, mafundisho, maelekezo. Maombi hurahisisha mtu anayeonya aonye kwa neema, kwa upako, kwa uvuvio. Ni kazi hiyo ya maombi. Ila sio tunavyofikiria sisi. Sio hivyo yanavyotumika. Kwa mfano kama nimefungwa na mizimu, yanipasa kuomba kuwajibika. Nguvu za giza, yani
mtu amefungwa, roho fulani zamfuatilia, roho za magonjwa zamfuatia kwenye ukoo, akifuatia ukoo mzima, ikiwa wana shida. Hapo kuna mawili, hapo kuna sadaka au kuna maombi. Hapo inakuwaje sasa? Hapo tunawajibikaje hapo? Kwa habari ya nguvu za giza, mapepo na mizimu, hapo unaweza kumwombea mtu. Bila kwenye uchumi? Kwenye uchumi afanya kazi. Je, unaweza ukafanya kazi bila maombi, wafanye kazi sana na bure? Maombi ya kusaidia ujue jinsi ya kufanya hiyo kazi na mahali pa kufanya na bidii ya kuongezea bidii ya kufanya. Lakini sio maombi yalete hela. Hapo utakesha, funga ufungavyo. Hiyo ni kamari. Wale wanaosema sio na kuombea upate hela. Kale ni kekundu. Wewe angalia kinachofanyika pale. Akisema nimekuombea ili upate hela. Kinachofanyika ni kwamba sio nimekuombea upate hela. Kinachofanyika pale, yeye ndo anakuambia toeni hela kwanza, toeni sadaka. Anapata yeye. Kaka, hela ile tuna maombi kaka. Sasa yani hapo kanisa liko kuruhusu watu kutoa sadaka. Wanatoa sadaka. Fungu la 10 wanatoa. Wanatoa. Sadaka labda mtu ameguswa akawatoe kwako sana anatoa. Anatoa. Sadaka za maagizo zipo, kwa sababu tunaona kwa Biblia kuna baadhi Mungu alikuwa anasema na watumishi wake anamwagiza fanye hiki na hiki. Kwa mfano yule ambaye alisema Gideon alimwagiza Mungu kwambia atoe sadaka, kavunje madhabahu ya bahari na ya babako na upande wa mamako na amini na ndugu zako. Sasa nataka nijue kwa nini unakinzana sadaka wakati Biblia imezungumza mara nyingi sana kuhusiana sadaka? Jibu nimekuambia, kanisani sadaka tunatoa. Kwa manake tayari sikinzani nazo, ila Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7 na kuendelea inasema pandaye haba atavuna haba, pandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Mungu humpenda mtu atoae kwa moyo wa ukunjufu, sio kwa huzuni wala kwa lazima. Sadaka mimi huwa nasema toa baada ya kubarikiwa, sio toa ili ubarikiwe. Toa baada ya kubarikiwa. Manake imani, mahubiri ya kusaidia wewe kuwa na hekima na maarifa na bidii ya kupata fedha, ya kupata nguvu za kufanya kazi, akili ya kufanya kazi, kutunza kichache unachokuwa nacho kikiongezeka. Daudi anasema katika vingi ulivyotupa Mungu tunakutolea vichache kwa furaha. Anasema ni mimi Mungu nitakayekupa nguvu za kupata utajiri. Ukishaupata utajiri usinisahau. Kwa hiyo mimi kanisani huwa napenda mtu atoe baada ya kubarikiwa, sio atoe ili abarikiwe. Sawa, kwa hiyo kuwa na sadaka maagizo yote kanisani kwako ambapo Roho amekufunulia. Mimi nina miaka 15. Sijawahi kuhubiri somo la sadaka na fungu la 10 kanisani. Ila watu wanatoa. Kuna baadhi ambao watoe kabisa, huo wanawaonya. Miaka mingi sio yani sihubiri naye hata siku nyingi. Yani anaweza kakaa mtu, kwanza mimi unaweza kukaa kanisani zaidi ya miaka 3-5 hujawahi kusikia mchango, na siku utakayosikia utasikia ni mchango wa chakula. Au kuna mtu kaona, ngoja pengine kwa mfano wakati nanunua hii gari nikawa na kiasi fulani cha pesa. Alafu vijana wakasema mchungaji usinunue gari ya aina hii. Tunaomba sisi tuongezee kiasi. Tusubirie kidogo. Kwa hiyo hapo ndipo wanatangaza kusema jamani, anayetaka ahusike kwenye gari ya mchungaji. Mchungaji anataka kununua gari la aina hii. Anataka usike. Nayo hiyo utaisikia mara moja kwa miaka 2-3 ikitokea. Lakini swala la kwamba naweza nikaanza kanisani, toeni mchango huu, toeni sadaka hii, hiyo utakata. Sasa unaishije pastor? Unafanya kazi, maana mara nyingi nakuona unatumia muda mwingi sana katika kufanya kazi ya Mungu. Biblia inasema asiyefanya kazi na hasira. Kwa hiyo kuna labda watu wajue unafanya kazi gani tofauti na utumishi wa Mungu. Mke wangu ana duka. Kabla duka alikuwa anafanya biashara, alikuwa anafuga. Lakini kimsingi wasitegemei sana hayo. Mimi huko nyuma nimewahi kuwa na studio. Ninayo mpaka leo. Lakini huko nyuma nilikuwa nafanya studio ya video, studio ya audio. Ninazo nyimbo zote unazoona mimi na rekodi mwenyewe. Naandika vitabu. Basi na tukisema wanaweza kupa 20,000, 100,000 au wa YouTube. Lakini kimsingi pia bajeti yangu ya kuishi ni ndogo sana. Mimi huwezi kuniona mitaani bila shaka mnionage hata Mbeya pale mtaani. Si zururi. Kwa hiyo mimi 50,000 inaweza katoboa mwezi.
Mafuta unafanya gari? Naenda wapi? Umeshawahi kuniona nazurura wapi? Yaani niweke mafuta naenda wapi? Mara nyingi wanakuona unazunguka. Siku hizo umeacha. Ulikuwa unafungua mlango tuinge, unapiga nyimbo zako kabwe, unauza DC. Tulikuwa nauza CD kwa mafuta yalikuwa yanapatikana mle. Kwa sasa ni ndani kwa sababu maana yake usafiri hata kwenda kwenye huduma kwa sababu ya kwamba unabana budget. Sio kubana budget. Ila nini? Mimi huwa naenda sehemu ambayo naweza nikafanya watu waendelee kufanya vizuri. Sio mahali tu ambapo watu yani nionekane na mialiko mingi. Kwa hiyo si mtu wa kwenda kila mahali, kwenda kuhubiri kila mahali. Kama wanakusudi la kubadilika, kuona ninachochema, wanakusudi la kubadilika, hapo nitaenda. Sawa, kwa hiyo kama mtu akitaka kumwalika Mwakipesile Mbarikiwa, hahitaji kumtumia nauli? Mimi nahitaji zaidi moyo unaonialika. Una makusudi gani ya kuishi kila ambacho wamekipenda kwangu? Masuala ya nauli, masuala ya fedha. Mimi kwenye maeneo mengi unayoona naenda kwa gharama zangu. Kwa gharama zako? Kwa wanao kutazama kimwalika wa Mwakipesile, kama unatamani aje kanisani kwako for free, ni bure kabisa, hata usipompa nauli alalamiki kama watumishi wengine. Mimi sijawahi kupima hicho kiwango cha nauli. Otherwise unaponialika ni mbali, sina nauli, nakwambia jua tu nitakuja na gari yangu, tuma kiasi utakachoweza. Ama jua nitakuja na ndege, tuma kiasi utakachoweza. Umenikatia tiketi tu inatosha. Ana mambo mengi sana mazuri ambayo mtazamaji wa Promova TV umeyasikia bila shaka, na ambako tokea atatutajia mwenyewe ili uweze kumtafuta pia. Itakuwa ni vizuri sana kama chochote tamani kufahamu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile, ambaye basi kanisa lake kazi yako inaitwaje? Kikosi Kazi cha Injili. Kikosi Kazi cha Injili, ambapo katikati anaambiwa hajasajili kanisa hiki kwa sababu tunaona anadunda. Anaambiwa afunge kanisa, Mwamba afunge kanisa. Kwa hiyo moja kitu ile niweke vizuri. Kwa mifumo ya kisheria hawatambui kama kanisa. Na sisi pale tuko tu kama nyumbani. Pale ukija ni nyumba. Ndio nyumbani kwangu. Sio kanisa. Yaani sio eneo la public la kanisa, ni nyumbani kwangu. Kwa hiyo pale sio kanisa. Kwa hiyo pale sio kanisa. Kwa hiyo nikija mimi nimeenda nyumbani kwangu. Yaani ukija pale umekuja ni nyumbani kwangu. Ila si kuna madhabahu? Madhabahu ni mimi. Madhabahu sio kigema. Kwa mujibu wa kanisa sisi ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo pale ni watu wanaokuja kama kwa baba yao kujifunza iwapasavyo kuishi. Ila sio kwenda kanisa. Sio kwamba wanaenda kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa mujibu wa mimi ni kanisa kwa sababu kuna mtaratibu zote, wanatoa fungu la 10 na wanafanya sadaka. Ndio maana unajua kinachotambuliwa kwa kanisa Biblia sicho kinachotambuliwa kwa kanisa kisheria. Kisheria kanisa lina mambo yake. Kibiblia kanisa ni mtu. Kwa hiyo wewe unaweza ukaliita lile kanisa kibiblia. Lakini watu wa sheria wanasema hilo sio kanisa. Hiyo sio kanisa. Kwa hiyo hapo ukitambulisha kisheria kwa sheria za nchi sio kanisa. Okay, kwa hiyo hujasajili kanisa, umesajili nyumba. Hujasajili chochote. Sijasajili chochote. Lakini unaona mitandao iko inaonyesha document zote kwamba umefuatilia hapa na pale kwa ajili ya kusajili kanisa lako. Si walikataa sasa. Kwa hiyo sasa tumebakiwa na nyumba. Tumebakiwa na nyumba. Kwa hiyo ni nyumbani. Pale nyumbani. Kazi sana. Hivyo ndio ilivyo Mwakipesile alimaliza swali lake, bila shaka umesikia. Pale sio kanisa tena, ni nyumba yake. Mwanzo najua ilikuwa inatambulika kanisa, lakini baada ya kugundua imeleta shida kisheria akaamua ageuze kuwa nyumba. Moja kitu cha msingi hicho kifanya nimekipenda. Ukiona na kusumbua, badilisha mfumo wa kuishi ili ufanikiwe. Umefanya la maana sana. Anyway, turudi hapa sasa. Umeniambia ulikuwa Dar es Salaam, lakini kupitia Promova TV ukaona mzee Jonas Hezron Mwateba amepoteza maisha, lakini umeamua kuvunja ratiba yako kuja hapa Kanga, tena kijijini, ukafika hapa. Kilichokuvuta nini hasa? Kimsingi niweke vizuri hiyo rekodi. Nilikuwa na safari ziara ya kuhubiri kwenye matawi yangu tokea Dar es Salaam. Kwa hiyo Jumamosi nilikuwa nimetoka Dar nikaja Kibaha nikaja Morogoro. Jumamosi kanigongea niko Mafinga. Kwa hiyo nikiwa Mafinga ndio nikaona kwenye Promova kwamba mzee Mwateba amefariki. Baadaye nikaenda Facebook nikaona kwenye post ya Onesmo anaelezea baadhi ya mambo. Kimsingi mimi kilichonivuta hapa nilikuja kuwafanya
mtu mwingine yoyote anayefanya maamuzi sahihi lakini anamwacha peke yake asife moyo, au ajue kwamba Mungu mbinguni anaona. Kwa sababu wakati mwingi maamuzi yenye misimamo sahihi, wengi wanaita misimamo mikali ili waifanye waibrandi vibaya, lakini mtu yoyote mwenye misimamo sahihi, mara nyingi jamii huwa inajiandaa siku akipata tatizo, kwamba ukipata tatizo ndo utatuona kwamba tulitakiwa tuungane, hata kwa mambo ya kinafiki, hata kwa mambo mabaya. Kwa mwisho wa siku watu wenye mitazamo sahihi huanza kuyumba na kujikuta naanza kuungana na wabaya na waovu, kwa sababu siku mabaya yakimkuta atakuwa peke yake. Kwa hiyo mimi nikasema huyu mzee Mwateba inawezekana kwa misimamo yake, inawezekana watu wa dini walimngojea kwenye eneo kama hili kwamba tutaona siku akipata tatizo. Kwa hiyo nikasema kwa gharama yoyote watu kama hawa inabidi mimi nifike pale, kwa sababu mimi pia huwa najielewa kwamba ninao uwezo wa kuziba gap la watu 5,000. Yani mimi peke yangu nikifika mahali, kwa sababu mimi nikujulishe tu, mimi naweza kuchimba kaburi mwenyewe. Ikitokea naweza. Yani ikitokea. Swala tu ni kwamba mtu ni mwema, mmemtenga kwa sababu ya wema wake, mnataka uungane na unafiki wenu, au uungane na uovu wenu, naweza. Kwa hiyo wakati mwingine unafika mahala watu wamemsusia huyu mtu. Asante Mungu hapa hawajamsusia. Inawezekana ni mtu ambaye misimamo yake ilikuwa inaeleweka na wengi, inakubalika na wengi. Lakini sababu ya kuja hapa nilivutwa na msimamo wake usioyumbishwa ambao na wewe umeusema mara kadhaa. Ayumbi kwa sababu amekuwa mpweke. Ayumbi kwa sababu hajasikilizwa siku nyingi. Watu hawajamfuata kwa wingi. Hayumbi kwa msimamo hiyo. Sasa watu kama hawa wakikutwa na jambo lenye kuhuzunisha kama hili, lenye kuumiza kama hili, mara nyingi huwa wanatengwa. Watu hawajitokezi ili waonyeshe wengine kwamba msiwe na maamuzi kama haya. Lakini mimi ndio maana niliposema nakuja, nilimwambia kijana kwamba waambie Mbarikiwa anakuja, kwa sababu nilijua mimi nikisema nakuja, kama kuna mtu aliyekuwa anasema tutamwona, akisikia Mbarikiwa anakuja atajua watu wanaweza wakawepo pia hata kwa ajili ya Mbarikiwa. Wakawepo. Kwa hiyo kiburi na maneno ya nyodo nikaondoa. Juzi kati kama umefuatilia nilipokuwa Dar es Salaam, nimeenda kwa mzee Magembe, nimekutana na Pascal Cassian, nimekutana na binti anaitwa Maria Martha, nimeenda kwa mzee Kulola, kwa wile Kulola kule. Hao baadhi nilikuwa nikiwa encourage kwamba kwa maamuzi mlionayo, usiogope kama mtakuta na jambo lolote. Mimi nikiwa hai, nikiwa salama, kwa moyo mlionao nitakuwa hapo mtakapokuwepo kama patahitaji mtu, na naamini litakuwa ndani ya uwezo wangu. Na nyie kama kuna mtu siku ya taabu yangu utaona niwe pamoja na Mbarikiwa, unakaribishwa. Lakini mimi nimetengeneza crew ya watu ambayo kwa sehemu kubwa hata watu wengi wasipojihusisha na taabu yangu, watoto wangu mara nyingi wako tayari kulia na mimi, kugaragara na mimi kwenye maeneo ya aina mbalimbali. Yes, tuliwaona kweli walipita nawe sana. Nimependa sana namna ambavyo umetengeneza misingi kwa ajili ya watoto wako. Kwa hiyo uliowataja pamoja na wewe na huyu hapa, mnaweza mkakaa chungu kimoja. Sajua chungu kimoja kwa namna gani? Kwa maana ya misimamo yenu, ndio pointi yangu ya msingi. Nataka uelewe. Kuna misimamo ambayo mnaweza mkaungana mambo kadhaa. Alafu mambo mengine hamuelewani. Yale ambayo mnaungana au mnaelewana, mnatakiwa kushikamana sana juu ya mambo hayo. Yale ambayo huyu haelewi la yule, huyu haelewi la yule, alimadam nyuma yake afanye mambo ya kuwaonea watu, kuwafanyia mabaya watu, yale mambo hayatuunganishi. Yani yale ambayo tunaweza tukawa tunapingana kwa namna moja ama nyingine. Kwa mfano mmoja anasema Yesu atakuja kwanza ndipo dhiki kuu. Na mwingine anasema dhiki kuu itakuwepo kwanza, Yesu atakuja. Lakini unakuta mnapingana kwa hayo, ila wote mnahimiza utakatifu, haki, wema. Kwa hiyo hili lingine mnaliacha pembeni, nyie mnaanza mnashikamana kwenye hili lingine ambalo mnaelewana.
Sawa, mtazamaji wa Promova TV, anaitwa mtumishi wangu mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile wa kanisa la Kikosi Kazi cha Injili ambayo inapatikana maeneo ya Isyesye jijini Mbeya. Amefika hapa kutoka mbali kweli kweli, ana moyo wa ajabu sana katika, lakini pia basi tutakuwa naye zaidi na zaidi, lakini kwa sasa tutajie namba yake ya simu basi, ili watu wakitaka kumpata mtumishi wa Mungu Mbarikiwa Mwakipesile wanaweza kuwasiliana naye moja kwa moja. Amen. Namba ya simu ni 0769 01 51 64. Hiyo namba ndio ya huduma, mara nyingi iko okay. Kituma ujumbe wa aina yoyote WhatsApp, mara nyingi huwa anasoma mke wangu moja kwa moja. Ukipiga call ya kawaida, mimi kama mnavyoona muda wote nikogo na watu, kwa hiyo muda wa kupokea simu sinaga. Kwa hiyo simu ni ya huduma, wanapokea kwanza wa hudumu, ndipo kama jambo unalouliza liko juu ya uwezo wao, ndipo wanakuunganisha na mimi. Okay. Kwa hiyo hiyo ndio namba, ipo miaka mingi sana. Ukiingia M-Pesa utaona nasoma ni Mbarikiwa Mwakipesile. Sawa, nikushukuru sana kwa hilo, lakini nitakutafuta zaidi na zaidi. Asante sana mtazamaji wa Promova TV. Hivyo ndio tunahitimisha kufanya mahojiano na mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile ambaye amefika hapa Kanga, kata Ipinda, wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya, kwa ajili ya kushiriki katika siku ya kumwaga mchungaji Hezron Jonas Mwateba. Asante sana, ndio kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la Promova TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia channel hiyo. Na pia mimi naitwa Manyanya Zakaria ambaye anapatikana Facebook, Instagram na YouTube kwa jina hilo la Manyanya Zakaria. Ubarikiwe. Na muimba mwanamke ili aweze kufunguka ufahamu wake kwamba ana uwezo mkuu sana wa kufanya chochote, ila huyu mwanamke akigeuka akiwa na roho mbaya, basi sikiliza tabia zao hapa. Akiwa na roho mbaya huyo mwanamke huvizia kama simba jike, pale anapokuwa na njaa yeye huwinda. Hapo hana huruma na kitoto, hapo hana huruma na mwanadamu.
akiingiwa na roho mbaya, huyo ni mbaya sana. Mwanamke akiwa na roho mbaya, kaa mbali naye. Mwanamke akiwa na roho mbaya, kaa mbali naye. Kazi yake kazi yake kazi yake kazi yake kazi yake kazi yake tena kazi yake kazi ngumu tena, anapenda kunyanyapaa. Uvivu huo ndio uliowapelekea wakapoteza thamani yao walioumbwa nayo bustani ya Edeni. Kulingana na Mama Eva alivyokuwa na maneno laini, basi kipawa walicholithi ni maneno laini na kujibembeleza. Wameacha kusudi lao walilokuwa wameumbwa kwalo. Walipewa shariti, hii bustani muitunze na kuilima, na wewe Eva utakuwa musaidizi wa Adamu, sio kwa zina bali kwa kufanya kazi ili bustani ipendeze. Lengo la kuimba wimbo huu ni ili mwanamke ajitambue kwamba anao uwezo wa kufanya mambo makubwa. Sema ni vile kosa lilokosea Hawa ndilo linalo tugharimu mpaka leo, lakini bado kuna nafasi ya kuweza kurudi tena. Kuna wanawake waliosimama na Paulo, wao walishindania imani, walikuwa hata tayari kufa. Walitupwa magerezani, wanawake walifungwa magerezani. Kumbe inawezekana sana. Ndio maana Biblia imesema mwanamke ni jeshi kubwa, na Biblia hiyo imesema nanyi mtakuwa wanangu wa kiume na wa kike. Hivyo twende kwa nguvu kama ya kina Esther, twende kwa nguvu kama ya kina Debora Sintike. Wao walikwenda kwa uzuri wa moyo na unyofu wa moyo, hawakudili na mawanja na kujilema huku nje. Wao walienda kwa moyo safi. Kumbuka, jeshi ni chombo kinachoaminika. Kumbuka, jeshi ni moyo wa nchi. Kazi yake ni kubwa, huonekana wakati wa vita. Huwezi kuona wanajeshi wanazagazaga wakati wa amani. Mwanamke umeaminiwa sana, tumia huko kuaminiwa vizuri. Shituka ili urudi kwenye nafasi yako. Mwanamke, simama imara, we simama, unaweza.